tulijifunza kuna aina ambazo ni common, ziko 3 types of analysis. Tulisema ya kwanza ni technical analysis, and number 2 ni fundamental analysis, and number 3 ni sentiment analysis, and na hii number 4 ambayo tulisema hii ni ya kwetu inaitwa character analysis. Sasa ambao tunaenda kufocus, zote hizi tunaenda kufocus kuangalia sana kwa undani zaidi. Tutaangalia kwa upande wa technical analysis ambao itakuwa ni overall kama leo ambao tutasoma lakini tutaangalia technical analysis kwa yale ambayo kwa upande wa Nasdaq, US30 and gold. Kwa leo tunaenda kuanza na technical analysis ambao ni overall, kwa sababu huwezi kujifunza technical analysis ya US30 kama ufahamu overall. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza msingi mzuri kwenye technical analysis. Tukija kwenye hapa fundamental, tutasoma fundamental ambao ni overall, lakini tutasoma fundamental ambao ni kalenda na tutasoma fundamental ambao ni daily. Hapa fundamental tutasoma ambayo inahusu sasa hizi ambazo ni kalenda inayohusu Nasdaq, US30 and gold. Vile vile hapa kwenye daily hivyo Nasdaq, US30 and gold. Kwa hiyo zimegawanyika. Tutasoma overall, tutakuja hii ambayo ni kalenda. Kalenda ni kama zile ambazo US30 ambazo zinafanya nini? Zinafahamika kwamba kalenda kuna taarifa ambazo zinakuwa zinatolewa kwamba kila mwaka unapoanza taarifa fulani zinatolewa kwamba tarehe fulani kutakuwepo na hiki, tarehe fulani kutakuwepo na hiki, kutakuwepo na event hii na hii. Hizi tunaziweka katika upande wa nini, wa kalenda. Then kuna hizi news ambazo zinatoka kila siku kama tulivyojifunza kwamba forex inaendeshwa na news. Ili chati iwepo, kama mnakumbuka ule mfano ambao tulichora kuhusiana na grafu ya mfanyabiashara kwamba mauzo yake ndio yanayosababisha anatengeneza chati. Sasa kwenye forex chati ili iwepo must be fundamentals ndio zinazofanya nini, chati kutengenezeka. Kwa hiyo news zinapokuwa zinatokea ndo chati inatengenezeka. Kwa hiyo ili kujua next move unaweza ukaifahamu kutumia nini, kutumia fundamental. Lakini tutakuja kwenye sentiment hapa, tutagusia kidogo, then tutakuja kwenye upande wa character. Character tutasoma overall, lakini tutasoma kwenye upande wa gold, tutasoma upande wa US30 and Nasdaq. Kwa hiyo hizi ni sehemu ambazo tutakaa sana hapa, nadhani wiki hii na wiki inayokuja. Nitajitahidi sana tuweze kwenda kwa haraka, kama na nyinyi mtakuwa mnaelewa vizuri, basi tunaweza tukaspend almost 2 weeks kuanzia sasa mpaka next week. Natumaini tutakuwa tumekamilisha. Kwa hiyo today tunaanza na hii technical analysis. Nitakapomaliza hapa technical analysis ya overall, hatutosoma hii technical ya Nasdaq. Tutaenda kwenye nini? Kwenye fundamental. Technical ya Nasdaq tutakuja kuisoma mpaka tutakapokuwa tumekamilisha nini? Tukamilisha hii fundamental yote. Tukikamilisha hapo ndo tunakuja kuconnect sa fundamental, then tunakuja kuconnect na nini? Na technical analysis. Kwenye forex kitu ambacho unatakiwa ukifahamu na ukizingatie sana, tunapokuwa tunatafuta direction ya maybe ya Nasdaq, tunapokuwa tunatafuta direction, naomba niandike overall direction of the market. Tunapokuwa tunatafuta direction, kwa mfano nataka kufahamu Nasdaq sasa hivi inaelekea wapi, Nasdaq direction ni ipi, kwamba je, itaenda kubuy ama itaenda kusell. Nitakachokuja kukiangalia, hii ni example, nitakachokuja kukiangalia kwenye Nasdaq
sitokuja kuangalia kwa kutumia technical peke yake, nitakuja nitaangalia fundamental, nitaangalia zile nini, taarifa news zilizotokea, ili kuweza kupata nini, kupata direction ya Nasdaq. Kwa hiyo direction unaweza ukaifahamu kwa kutumia fundamental, ukafahamu kwamba huu ni muda wa kubuy, huu ni muda wa kusell. Like, but unapokuwa unahitaji kupata entry and exit point, ndio unakuja kutumia nini, technical analysis. Kwa hiyo naweza nikawa nishafahamu kwamba huu ni muda wa kubuy ama huu ni muda wa kusell, but sehemu ipi ambapo nitakuja kuchukulia entry ama nitakuja kuchukulia exit point, maana yake nitakuja nitumie nini, nitumie technical analysis kwenye kupata entry and exit point. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho natakiwa ukizingatie, japokuwa naweza nikapata direction kupitia technical analysis, ila haiwezi kuwa confirmed mpaka fundamental iniambie kwamba je, nilichokiona kwenye technical analysis kinakuwa supported by fundamental. Kama kiko supported, kwa mfano kwenye technical analysis naweza nikapata kwamba ni sell, but ikatoka taarifa kutoka kwenye fundamental ikawa inaniambia ni nini, ni buy. Siwezi kutrade kwa kuifuata technical, kwa sababu fundamental ndo anaye decide soko linaelekea sehemu gani. Ni kama sasa hivi kipindi ambacho tupo, imetokea news nyingi za tariffs na trade war, Donald Trump kuingia kwenye president, amebadilisha mifumo mingi kwa upande wa Marekani. Tunaona stock market ina drop, ina sell kidogo, kuanzia this week ndio imeanza kama kugain some power. Sasa kinachosababisha stock market kwenda chini ama kusell sio kwa sababu ya chati ama sio sababu ya candlestick, ni kwa sababu ya information ambazo zipo kwa muda huo. Zina influence kitu gani? Kama zina influence negative, basi tuna expect kile unachokitrade kitakuwa in a negative way. Kama kitakuwa influenced in a positive way, basi tunajua kwamba huu ni muda wa kubai hiyo instrument ambayo unaitrade. Kwa hiyo in order to be a best trader ama to make profit, usije ukasema mimi natumia kimojawapo, kwamba nita base kwenye technical analysis peke yake ama nita base kwenye fundamental. Unaweza ukabase kwenye fundamental lakini usifahamu nitachukua entry wapi. Kwa hiyo need to be very good kwenye hizi, at least hizo types zote mbili, technical analysis and fundamental analysis. Kwenye kila trade unayochukua unakuwa unaunganisha matukio kwamba nimefanya technical analysis, je, fundamental analysis inasemaje? Kwa hiyo zote mbili unakuwa unaenda nazo, lakini ukija unakuja kuunganisha na hii nini, character, ambayo tutakuja kuisoma, utakuwa na uanisha kidogo. Tunatafuta nini? Confirmation ya trade yako. Na hapa ndo panapoanza kutokea kwamba kuna trader unajikuta labda week ina siku 5, lakini ndani ya siku 5 unajikuta hujatrade zote, umetrade labda 3 days ama umetrade 2 days, ama wakati mwingine wiki inakuwa nzuri unajikuta umepata entry siku zote 5, ama wakati mwingine umepata siku 4. Ili trader uweze kuwa mzuri, according to me, hii sio sheria kwa watu wote, lakini according to me, according to my experience ambayo nimeiona kwenye soko la forex, ni vizuri trader kujifunza kuvumilia, kwamba unapokuwa umeshaangalia kwamba mimi kwenye technical analysis naangalia kitu fulani, kwenye fundamental analysis natakiwa niangalie kitu fulani, kama hicho kitu hakijatokea, ni bora ukae nje ya nini, ya soko, kwa sababu ni bora uka protect ule mtaji wako kuliko kuingia sokoni bila kuwa na confirmation ambazo zinaeleweka na ukajisababishia nini, ukajisababishia hasara ambayo haikuwa ni lazima. Yani umejiforce kuingia katika hasara ambayo sio nini, sio lazima. Kwa make sure una pay attention kwenye types hizi type zote na uzielewe vizuri, na tutajifunza moja baada ya nyingine. Hapa sasa ndo tunaanza sasa, utaanza kuona mwanga vizuri hata nitakapomaliza kufundisha hii fundamental yote kwa pamoja, kalenda, daily, Nasdaq ama US30, utaanza kupata mwanga mkubwa sana. Yani hata ikiwa inafika muda fulani utakuwa unaona sasa huu Nasdaq hapa uende ikasell, ama Nasdaq sasa hivi ni muda ambao utabai. Ukija kuunganisha na technical analysis utaweza kupata na zile entry and exit point. Kwa hiyo baada ya kutoa short introduction, naomba tuende kwenye main topic yetu ambayo itakuwa ni technical analysis. Technical analysis.
What is technical analysis? Tushaidi discuss hii, tukaipa definition na ikaelezea kidogo kuhusiana na definition yake, ambayo hii ni type ambayo tuna evaluate ama tunafanya analysis ya kwenye forex market, ama inatumiwa na traders kwa kuangalia chati ama historical price movement, kwamba inakuwa price kwa mfano inavyokuwa inatembea. Let's say tuseme hii ni price of gold, maybe hii ni chati ina move hivi, maybe inapanda hivi. Kwa hiyo kitu inachokuwa inatengeneza hizi movement, inatengeneza movement za namna hii, maana yake hii ni nini? Ni chati. Sasa nikiwa nataka kufanya analysis kwa kutumia technical analysis, nitakuja kuangalia nini kwenye chati fulani na inatoa taarifa gani. Na tulizungumza type of chart zipo, kuna candlestick, nakukumbusha candlestick, tukazungumza kuna line chart and bar chart. Sasa sisi tutafocus na hii nini, na candlestick, kwa sababu candlestick inatupa taarifa nyingi kuhusiana na technical analysis. Delete. Twende tukaangalie kwenye upande wa components of technical analysis. Components of technical analysis. Technical analysis. Hizi hapa zipo. Unapozungumza components ni kama zile tools ama vitu ambavyo tunavitazama unapokuwa unatumia technical analysis. Ya kwanza tutaanza na price action. Hii nadhani sio ngeni, kama ni mtu ambaye ulikuwa unafuatia mambo ya forex, unakuta trader anakuambia mimi natumia price action. Mimi natumia price action kwenye nini? Kutrade. Lakini number 2 kuna trend. And number 3 kuna support and resistance. Nitafundisha yale ambayo tunaenda kuyatumia tu, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo sisi hatuyahitaji sana. Kuna chart pattern and candlestick pattern. Hizi mbili nitakuonyesha namna ya kufanya. Kwetu sisi kwa upande wa gold, Nasdaq, US30 hatuzitumii sana, but kama trader unahitaji kufanya nini? Kuzifahamu. Kuzifahamu. Na aina nyingine ni time frame. Hii nakumbuka tulisoma time frame 5 minute, 1 hour, 4 hour, 1 day, tulisoma kwenye introduction pale. Kwa hiyo tuanze, nitaweka nguvu sana hapa. Trend and resistance, support and resistance. Hapa ndo msingi wa technical analysis ulipo. Hivi vitu ukiwa ni trader you need to understand. Price action, unahitaji kufahamu trend, unahitaji kufahamu support and resistance. Tunapozungumzia kwamba trend ni nini ama support and resistance ni kitu gani. Sasa twende kwenye chati. Naomba twende kwenye chati kidogo hapa nikuonyeshe. Twende kwenye chart, show you, ili tuwe tunajifunza. Kuna mambo ambayo nahitaji uyafahamu. Hii ni chati. Hapa nimeselect pair mojawapo, pair yoyote, nimechagua pair yoyote. Nataka nikuonyeshe candlestick jinsi zilivyo. Ukiangalia structure ya candlestick zinakuwa na kama huu mkia. Wacheki huu mkia wa hapa juu. Sasa kwa trader unaweza ukajiuliza hii ni kitu gani? Kwamba hii mikia ni kitu gani ambacho kinaitwa. Kwanza hiki kimkia kinaitwa nini? Wick. Ama kuna sehemu nyingine unakuta wamekuwekea wicks. Inaitwa wicks. Lakini huu mkia pia ambao kunaishia huku, hii ni sehemu ambayo tunasema candlestick imefanya nini? Imeclose. Alafu hii eneo la juu la chini pia na penyewe ni sehemu ambayo imefanya nini? Imeclose. Huku juu panaitwa ndo high, alafu huku chini ni nini? Ni low.
Maana yake kwamba ikifunga huku eneo la chini candlestick moja, wanaweza kuambia hii kwa upande wa chini imefungaje, ina maana au low price iko ngapi. Mtu anaweza akuuliza hivyo, ina maana utaangalia price ambapo candlestick imefanya nini, imefunga kwa upande wa chini. Eneo la juu ndo high, afu hii kama nyama sasa, hii ndio inaitwa nini? Ndio inaitwa body. Sasa wanapokuwa wanatoa hizi candlestick zina cross ama inakuwa formulated, unaweza ukaangalia kwamba shape ya hii hapa si sawa na hii, lakini ukiangalia shape hii si sawa na hii inayofuata, maybe shape hii si sawa na hii hapa. Kwa hiyo hizi candlestick zote unazokuwa unaziona zinakuwa zinatoa nini, taarifa fulani, na kwenye forex tunahitaji kuzifahamu ili kuweza kujua kwamba hapa ni kitu gani kinaendelea. Sasa hizi shape ikiwa ni moja moja, hii ndio inaitwa nini, candlestick pattern. Lakini tukiangalia kwamba candle zote zikiunganika sasa kwa pamoja, ikawa kama hivi, unaona zimeunganika kwa pamoja, ina maana zikishaunganika zote zinatengeneza structure fulani, ambako ile structure, kwa mfano kama hapa unaona market imemove. Structure ni kama umbo, nadhani kwa Kiswahili, ile umbo ambalo limetengenezekwa ambao ndo tunaita nini, chart pattern. Kwa hiyo kuna umbo ambalo likitengenezeka fulani, tunaweza tukaliona kwamba hili umbo lililotengenezeka hapa linaenda kuashiria kusell, kwa kuangalia chart pattern ambazo zipo. Nitaenda kuonyesha, ni nyingi sana chart pattern, zinakuwa ni nyingi sana ambazo zinaashiria kusell, zinaashiria kubuy, zinaashiria labda kugeuka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapokuwa unasoma hii chart inavyokuwa hivi, inakuwa inaashiria kitu fulani. Nimetaka ugusia hapo kwenye chart pattern kabla hajaanza huku, ili uweze kupata nini, mwanga kidogo. Turudi kwenye upande wa ubao wetu, turudi hapo kwenye price action. Tuje namba moja, price action. Unaposikia neno price action unakuwa inahusisha nini? Price action inahusisha price inapokuwa inatembea, ama muunganiko wa candlestick zote kwa pamoja zikitengeneza ile structure ambayo inakuwepo, tunaita ile ndo nini, price action. Yani movement inayokuwa inatengenezeka, labda hii ni point A ya price. Mfano market imeanzia hapa, inatembea, imemove like this, afu ikapanda. Sasa hii mwenendo ambao chart inakuwa inautengenezeka kwa pamoja, tukiunganisha huu ndo tunaita ndo nini, ndo price action. But ndani ya price action, kwa sababu tunafahamu hii chart iliyotengenezeka ndani yake kuna nini? Kwanza kuna candlestick moja. Ukiangalia kwamba kilicho form hii market structure, ili umbo lililotengenezeka limetengenezeka kwa sababu gani? Kuna candlestick moja ambayo ndio hii hapa ndani ya price action. Lakini ndani ya price action kuna nini? Kuna chart, kuna candlestick chart. Maana yake kuna maumbo yametengenezeka ndani ya hii nini, ya price inavyokuwa inatembea. Yani unapokuwa inatembea, labda tuseme point E, tuite point B, point C, D, E, F, G na kuendelea na zaidi. Kwa inapokuwa inatoka point A, point B, inashuka hivi, movement inayokuwepo, kile kitendo chote ndo tunakiita nini, price action. Lakini ndani ya price action ndo tunakuja kuangalia kama vitu candlestick chart, candlestick pattern, na tunakuja kuangalia chart patterns. Si kama hapa naeleweka? Kwa hiyo mtu akikwambia kwamba, ama ukasikia trader anasema mimi natumia price action kufanya nini, kufanya analysis, ama kwenye technical analysis mimi natumia price action, maana yake anakuwa ana study ile historical background yote ya nini, ya chart. Anaangalia candlestick zinatuonyesha nini, chart ile umbo ambalo limetengenezeka linatuonyesha kitu gani. Si kama hapa naeleweka? Na mwisho wa siku ndo anakuja kudecide sasa kwamba hapa naweza nikafanya nini, nikabuy ama nikasell, ama nikawa wait, nisiweze kusell ama nisiweze kubuy, kutegemea na umbo ambalo
tokea. Kwa hiyo kama trader kwenye technical analysis you can use price action, but ili uweze kutumia price action kwa ubora zaidi ama kwa kuwa katika njia ya professional, you need to understand hizi candlestick pattern. Unatakiwa kuelewa chati pattern kwa undani sana, ili zinapokuwa zinakuwa formed kwenye ile chati uweze kufahamu kwamba hii candlestick iliyokuwa formed hapa naweza nikasell kutokana na hiki kitu, ama naweza nikabuy kutokana na hiki kitu. Lakini kwetu sisi tumeshasema kwamba technical inakuwa supported by fundamental. Hiyo point usisahau. Huwezi kuwa trader ukaamka kwamba hii technical ngoja ni buy. Unapofanya hivyo must trade yako hata utakapokuwa unaendelea kuhold iwe supported by nini? By fundamental. Ikitokea kwamba tayari ushaingia sokoni kwa kutumia technical analysis, maybe nimebuy gold kwa kutumia technical analysis, kwa sababu kuna wakati mwingine unakuta una buy before labda ile session ambayo unahitaji haijafika. Mfano Nasdaq, mfano ama gold, tunapenda sana kutrade muda wa New York session. Sasa ule muda wa New York session unakuta hujafika, maybe huku ilikuwa Tanzania bado ni saa 4 asubuhi mfano. Kupitia technical analysis maybe umetumia price action na ukagundua kwamba huu muda gold inaenda kubuy. Umebuy kwa kutumia nini? Technical analysis. Umetafuta zile entry and exit point kwa kutumia technical analysis. Inapofika ule muda sasa wa session husika, so mnakumbuka zile session ambazo tulizisoma kwamba session ambayo ina drive sana gold ama ina drive sana Nasdaq ni session ipi? Ni session fulani. Ikitokea kwamba kuna taarifa ulikuwa tayari umebuy gold, lakini ikatokea kuna taarifa ambayo inasema kwamba ni gold labda imesell ama inaashiria kusell kwa gold, huwezi kusema kwamba hii trade itaendelea kuhold kwa sababu ya technical analysis, kwa sababu msingi wa fundamental ushakuonyesha kwamba huu ni muda wa kufanya nini? Gold itaenda kusell. Kwa hiyo you need to close hiyo trade. Ama kama utaendelea kuhold, sasa ni muda wa kucalculate risk, kwamba kuangalia nikiendelea kuhold nitacalculate risk kwa staili ya namna gani. Je, kama niko katika faida naweza basi nikaweka break even. Break even ni kwamba unasogeza ile stop loss eneo ambao ni la profit, kwamba hata trade itakaporudi iweze kukutoa ukiwa ni nini? Ukiwa katika profit. Kwa hiyo mambo kama hayo yote unayatumia kwa tahadhari kwa kuconnect njia zote mbili, technical analysis and fundamental. Haimaanishi kwamba kama hamna fundamental yote inayokuonyesha taarifa fulani usiingie kwenye trade. Unaweza ukaingia, lakini ule muda ambao fundamentals zinakuwa released inabidi upay attention, kwamba kama nimebuy gold na fundamental ikatoka inasema ni buy gold, na maana huo muda ni muda mimi ambao unaendelea kuwa nini? Kuwa sokoni, kwa sababu tayari niko supported by two methods zinanisupport. Technical imeniambia ni buy na fundamental imeniambia ni muda wa kufanya nini? Wa kubuy. Price action ni njia nzuri but kwenye technical analysis, but inakuhitaji uistudy vizuri, sio kitu cha kukimbilia kwamba ngoja nitumie. Inataka uifahamu vizuri kupitia hizi candlestick pattern, chart pattern, uweze kuzielewa vizuri sana. Mpaka hapo nitakuwa nimeeleweka kwenye upande wa price action. Hizi chart pattern nitaenda nikuonyeshe. Chart pattern ni vitu ambavyo unaweza ukaenda ukasoma ukaona inaashiria nini, inahusu nini, ukaweza kupata picha fulani. Nitakuelezea tu hapa na utaweza kufanya nini? Kuelewa vizuri. Tuje kwenye aina nyingine ambayo inaitwa trend. Lakini before trend, kabla ya trend, naomba tusome kwanza hii support and resistance. Tutengeneze msingi wetu mzuri. Support and resistance. Support and resistance. Tunapozungumzia taarifa za support and resistance, hapa ndo kuna msingi wa forex. Hakuna yoyote yule ambaye anaweza akasema anafanya forex asiweze kufahamu what is support, what is resistance, kwa sababu ndo kuna kiini pale cha forex trading. Hasa msingi wa technical analysis unaanzia hapa kwenye forex, kwenye support and resistance. Sasa tunapozungumza support ama resistance ni nini? Ni nini hasa kwenye technical analysis? Support, Nijaribu kulipa nani? Make sure mute mic au unauliza huku kama utakuwa na question. Naambia
Support, kwanza tunapozungumzia support, hii ni mistari, ni line ambazo ziko nini? Horizontal lines ambazo zinakuwa zinaashiria nini? Tunapoanza na hii neno support, tuje na neno lingine resistance. Resistance ni mstari ama ni sehemu ambako price ikifika inakuwa inatengeneza opportunity za kufanya nini? Za kusell. Sell area tunaweza tukasema. Afu then tunapokuja kwenye eneo la kwenye support, hapa ndo tunasema ni eneo ambalo price inatengeneza opportunity za buy area. Kwa hiyo hili eneo lote ambalo linaitwa support ni buy area na resistance ni sehemu ya sell area. Kwa hiyo ama the supply kuna supply of seller. Kuna kitu kinaitwa support and resistance, alafu kuna kingine kinaitwa supply and demand. Kama ushasikia hii misemo, supply and demand, support and resistance ni vitu ambavyo vinafanya kazi kwa pamoja. Yaani mtu ambaye ametumia support na resistance na mtu ambaye amesema supply and demand ni kitu, kila kitu kinakuwa nini? Kinakuwa sawa. Kwa mfano, kwa nini ni supply and demand? Tunapozungumzia demand, hivi ukiwa unahitaji kiatu, ukiwa na demand ya kiatu, unaenda kununua, unaenda kusell? Ukiwa na demand unaenda kubai, si ndio? Unaenda kubai. Ukiwa na ile surplus ikiwa kubwa, kwamba labda una viatu vingi sana, kuna haja ya kununua viatu au unaweza option ulionao ni kuviuza, si ndio? Ndio, kuuza. Maana yake utafanya nini? Ni eneo la kusell. Kwa hiyo unaposikia supply and demand ina connect hata huko kwenye nini? Kwenye resistance, kwamba eneo la resistance linaweza likawa ndo nini? Supply of nini? Of seller, alafu hii ikawa demand of buyer. Unaposikia supply and demand ama support and resistance, vyote vinafanya ni tools ambazo zipo kwenye forex ambazo zinafanya kazi sawa, japokuwa concept iko ndani ya hiyo support. Kwa hiyo kuna price inapokuwa inatembea, kwamba price inapokuwa inazunguka hivi, inatembea from point. Mfano kama mimi ninavyochora hapa, maana yake tumeshasema kwamba hii support and resistance ni horizontal line. Kuna mstari ambao tunauchora eneo la juu kama hivi na tunauchora eneo la chini. Maana yake ni nini? Huu mstari wa juu unaitwa resistance na huu mstari wa chini unaitwa support. Maana yake ni kama ilivyo nyumbani kwako hapo, kwamba kuna sehemu ambako chini kuna tiles alafu juu kuna roof. Sasa eneo la roof ukishafika, hata kama umening'inia hivi, utafikia tu wakati utadondoka chini, na mwisho wa kudondokea chini ni kwenye nini? Kwenye floor, ambako umefikia sasa. Hapa ndo nini? Ndo mwisho. Sasa kwenye floor labda ya nyumba yako ndo kuna support, ambako price ikiwa na move inashuka, ikija kugota hii sehemu, maana yake ndio itafanya nini? Itageuzia. Na huku kwenye resistance, maana yake ikifika hilo eneo ndo sehemu sasa price inafika eneo ambao ni la resistance na inagotea eneo la namna hiyo. Alafu then price inaweza ikafanya nini? Ikakorapsi kwenda eneo la chini. Sasa kwenye technical analysis you need to understand kwamba price inapofika katika eneo la support natakiwa kufanya kitu fulani, inapofika katika eneo la resistance natakiwa kufanya kitu fulani. Sasa kuna mwingine anaweza akajiuliza, je, hizi support na resistance nitazifahamu vipi? Yaani nitafahamu vipi kuzispot support and resistance? Kwa sababu tushasema ni horizontal line. Hizi horizontal line unazikuta ikiweza kama unatumia MT4 zinakuwepo, ama kama unatumia MT5 wanakuwa wamekupa hizi feature, ama kama unatumia trading view kama mimi huku wanakuwa wamefanya nini? Wamekupa. Kwa hiyo wewe ni kwenda kuchukua na kuweza kuchora support ama kuspot zile support area and resistance areas. Kwa ina maana ukishazispot hizi support and resistance, maana yake ni nini? Kwamba kinachotokea sehemu fulani ndani ya price, ama price ikitokea ile eneo la support na umeshachora hiyo mistari, ikifika katika eneo la resistance hapa, maana yake ni sell opportunity. Inaposhuka eneo la chini huku ikagusa hapa, maana hii ni buy nini?
opportunities zinakuwa zinatengenezeka. Kwa hiyo price inapokuwa ina move, inakuja hapa you sell, inapokuja hapa you buy, inapokuja hapa you sell, inapokuja hapa you buy. But usisahau kwenye forex tushasema kwamba hapa mwanzoni tumesema kwamba ni vizuri ukaunganisha technical and fundamental. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kama nina trade labda Nasdaq, nikiwa na trade Nasdaq mfano, na nikakuta price iko hapa kwenye resistance, ipo hapa kwenye resistance mfano, na inaniambia kwenye technical inanionyesha ni sell ili eneo. Nikiangalia kwenye taarifa za Nasdaq inaniambia ni buy. Siwezi kufanya kitu cha namna hiyo kwenye fanyaje, kwenye forex kwamba nikaseli kwa sababu technical imenionyesha sell. Hapana, kwa sababu tayari fundamental ishanionyesha it's a nini, it's a buy, na tunafahamu kwamba price ama chart ina respond from nini, from fundamental. Kwa hiyo hata kama nipo hapa kwenye resistance, siwezi kufanya nini, siwezi kubai hilo eneo, siwezi kusell hilo eneo, wala siwezi kubai kwa sababu nakuwa nishajua kwamba hili eneo ni eneo ambalo ni strong area. Kwanza ni resistance area ambayo ipo na nikisema ni buy hili eneo kuna shida pia, lakini nikisema ni sell hili eneo pia kuna shida, kwa sababu technical na fundamental wamepishana. Kwa hiyo unachotakiwa kusubiri, kuna concept nyingine ambayo nitakuja kukufundisha kwamba ikiapia hapa tunaweza tukafanya hivi, isipoapia hapa tutafanya hivi. Lakini kwa sasa hivi bado tunajifunza hii support and resistance, ambayo nikiunganisha concept nyingi hapa inaweza ikafanya nini, ikakuchanganya. Mpaka hapo nadhani tutakuwa tuko pamoja. Twende namna ya kuspot ama kuchora support and resistance. Tunapokuwa tunachora support and resistance kwa sasa hivi ambao wewe unajifunza, unaanzia mwanzoni. Kwanza step namba 1 ama how to draw support and resistance. Kwanza step namba 1 ambayo utaichukua ni kama utaswitch chart to from candlestick chart to line chart. Stage namba 1 ambayo utaanza kufanya. Stage namba ama step namba 2, uta switch chart yako kama iko katika lower time frame to higher time frame, labda mainly 4 hour, 1 hour etc, na kuendelea huko mpaka labda 1 day, monthly. Japokuwa huko 1 day sio rahisi, sio lazima, kwa sababu kutegemea na aina ya trading ambayo unaitumia. Hata sisi tutakapofika huko mbeleni tunaweza tukaswitch, lakini kwa sasa hivi mwanzoni hapa bado tunajifunza, maana yake ni 1 hour, 4 hour na kuendelea huko. Lakini tutakapo sasa tukifikia sehemu ambayo ni nzuri, ushaelewa namna ya kudraw vizuri, you can draw it even in 5 minutes, ama ukadraw hata kwenye 15 minutes unaweza ukadraw, na I will show you vizuri namna ya kufanya. Lakini aina nyingine namba 3, tayari usha switch kuwa katika higher time frame, uta connect 2 or more weeks, ama unaweza kaita ni nini, ni point. Weeks unazikumbuka, ama candlestick weeks. Sasa kwa sababu hapa sijakuwekea candlestick kwa sababu nini, tulisha switch chart yetu kutokea kwenye candlestick tumeweka katika line chart. Kwa hiyo weeks hizi zinaweza zisiwepo, kwa hiyo nimetumia neno nini, point ama week. Japokuwa utakapokuwa umeelewa namna ya kudraw support and resistance vizuri, haitakuwa necessary kwako wewe kuswitch chart kwenda kwenye line chart. Hapana, unaweza ukadraw hata katika candlestick chart. Hapa nimetaka tuswitch katika line chart ili kukutengenezea accurate, kama wewe ambao bado unafanya nini, unajifunza namna ya kudraw candlestick, unajifunza namna ya kudraw support and resistance. Kwa hiyo unapoona umechora mstari wako, maybe umegoma kupata hizi pointi 2 ama zaidi, zinaweza pointi 2, pointi 4, pointi 6, pointi zaidi na zaidi. Maana yake ukiona mstari umegoma, labda umeconnect tu pointi 1, unakuwa umeshaelewa kwamba hapa ili eneo sio support ama ili eneo sio resistance. Kwa hiyo kuna sehemu ambako nimekosea hapa. Maana yake huo mstari naweza nikauhamisha nikaupeleka sehemu nyingine ili niweze kufahamu sehemu gani ambao nimefanya nini, nimekosea. Kwa hiyo hii ni sheria. Unapoona mstari wako umeunyosha na uja connect 2 point ama zaidi, unakuwa ushafahamu kwamba hiyo ni sehemu ambayo
kukosea. Twende tukaone hapa. Mimi nimesimplify sehemu nyingine, labda unaweza ukawa labda unapita pita, labda videos zingine bado unajifunza, ama una vitabuni ukakuta wamekuwekea makorokoro mengi sana, lakini hapa nimefanya simplified ili kufanya wewe uweze kuelewa vizuri namna ya kudraw support and resistance. Na sikio kitu ambacho unakiogopa wakati mwingine, ama ukaona mbona hiki ni complex, hii sitoweza kudraw. Hapana, utafahamu tu vizuri. Hii ni pair ya Euro USD, Euro CHF. Tuanze kwa stage namna ya kudraw support and resistance. Step number 1, to switch tupeleke katika candlestick, kutoka katika candlestick tuende kwenye line chart. Line chart unaona hivyo hivi. Stage nyingine ambayo nadhani sijakwambia, unabidi ucrop ama minimize chart yako to the iwe ndogo kama hivi. Nikisema maximize, ngoja nirudishe kwenye candlestick. Maximize chart yangu, unaona candlestick zinaongezeka ukubwa, inakuwa kubwa. Lakini minimize, unaweza ukatumia kama ni kwenye iPad ama simu. Ukiwa na simu unachukua zile kendo kama vidole vyako ni kama una vibana fulani hivi. Sasa sijui lugha nzuri ni nini. You can hold it afu ukabana hivi. Lugha nzuri tunaweza kutumiaje? Unachukua vidole viwili then unavibana. Chart ile inajiminya hivi. Una minimize. Vice versa kuzoom. Kuzoom, kwamba ukazoom. Kama unatumia labda iPad ama kwenye kama ni laptop, unaweza ukatumia mouse ama kupitia kwenye hizi touching area pale ukaweza kufanya kuminimize chart yako. Kwa hiyo tuende kwenye line chart, turudi. Unaweza ukaona kupitia hili eneo maana yake ni nini? Kwamba tunaona sehemu ambako, turudi kwenye hapa taandika hapa. Tumeona kwamba eneo la resistance tumeona ndo sehemu ambako selling area, lakini eneo la support tumeona ndo sehemu ambako ndo nini, kuna buy. Na market inapofika eneo la juu inakuwa ina drop, market inapofika eneo la chini inakuwa inafika eneo la chini inatengeneza opportunity za kubuy. Sasa tuanze kuangalia kwenye hii chati. Huu ni mfano, na hapa tunajifunza namna ya kudraw support and resistance. Kama unajifunza namna ya kudraw support and resistance, haina maana kwamba ufanye kama mtu anayefanya analysis. Naomba niandike kwanza hapa nikuonyeshe kitu. Tunapokuwa tunachora hii mstari ya support and resistance kama hivi, hatuchori ili mradi tu iwepo, hapana. Kwa mfano price inatokea huku. Huu ni mfano. Inakuja hivi. Let's say price iko hapa. Haijashuka kuja huku chini wala haijapanda huku juu. Imetokea hapa. Na hii eneo, hii ni resistance, hii ni support. Maana yake mimi nikifanya analysis ya namna hii, ninachokuwa na kihitaji ni nini? Ni kupata entry or exit point. Nahitaji kupata entry or exit point. Maana yake ni nini? Kama price nitaikuta iko hapa middle, inaweza ikanipa tabu kujua nitaingiaje. Kwa hiyo naweza nikawa na uvumilivu nikasubiri kwamba price itakaposhuka mpaka hili eneo ndio utakapofanya nini? Ndio utakapo buy. Maana buy ni nini? Nimepata nini? Entry point ama entry price nimeipata, nikabuy hili eneo. But exit point ni nini? Take profit. Maana yake price kama itapanda mpaka huku juu, ili eneo ndio nitafanya nini? Ndio itakuwa exit point yangu. Kwa hiyo support and resistance inatusaidia kupata entry and exit point, na inategemea ni kitu gani una trade, ili ikiwa iweze kuwa supported na zile fundamentals, kwa sababu fundamentals zinatofautiana. Fundamental ambayo inaweza ika influence labda GBP kuwa buy, unaweza ukaja ukakuta kwenye Nasdaq inaifanya ina sell. Unakuta labda taarifa fulani ambayo umeipata inaifanya Nasdaq kusell, lakini ukienda kwenye gold inaifanya kufanya nini? Kubuy. Kwa hiyo you need to connect vizuri na kuzifahamu hizi taarifa zote kwa uzuri, ili unapokuja kuchora hii mistari yako, kwanza iwe mistari michache na iwe supported by fundamental, na uweze kupata matokeo ambayo nini? Ni mazuri sana kwenye upande wa forex market. Tuanze kwanza kwenye kuchora kuspot kwanza hizo point nilivyozungumza hapa kwamba ni kama hizi, unaona hizi ndio point hizi, unaona, you can see here, hizi ndio points. Ama kwa chini huku kuna hivi, kuna hii, kuna huku,
kuna hizi ndo points ambazo nimefanya nini, nimezigusia. Ingekuwa ni kwenye candlestick tungekuwa tunaziita wicks, ile kama mikia ambako inaishia mikia ile wicks, lakini kwa sababu huku kwenye ni line chart tunaziita ni points. Sasa tuanze kwa kudraw. Unaona kwa mfano kwenye upande wa trading view kuna tools nyingi sana, parallel channel, kuna cross line, vertical, horizontal line. Sisi tumesema support na resistance always ni ziko horizontal, ni horizontal line. Kwa hiyo unakushafahamu kwamba hii horizontal line ndio utaitumia kwenye support and resistance. Support and resistance hizi zote unazoziona hapa ni tools zote ambazo zinatumika kwenye analysis ya nini, ya forex. Ukiwa unatumia MT4 ama MetaTrader 5 unaweza kukutana na tools nyingine kupitia kwenye hiyo platform. Huku ziko more advanced kwa sababu hii TradingView inatumiwa na watu wengi, traders wengi wa ngazi nyingi, wakati mwingine hata investors, professional traders, hedge fund na wengine wengi wanatumia hii TradingView. MetaTrader 4 na yenyewe inatumiwa na trader wengi sana, inategemea na namna. Lakini kwa wewe kama trader, mimi kwa ushauri wangu ama mimi ninavyofanya MetaTrader hii TradingView kwangu mimi naitumia for analysis, za technical analysis. MT4 naitumia kwa ajili ya kuexecute trade tu. Siitumii kwenye kitu kingine. Uwezo kanikuta nafanya analysis kupitia MT4. TradingView ndo nafanyia analysis zangu, execution of trade natumia MT4 ama MT5 na naweza nikachagua mojawapo ambao mimi nahitaji kutumia kwa muda huo. Kwa hiyo twende tukaunganishe hapa pointi zetu. Nitachukua huu kabla hapo ya kuchukua huu mstari tuangalie kwamba ni pointi zipi ambazo tutaunganisha, kwa sababu tushasema tunahitaji kuunganisha 2 points ama zaidi. Kwa hiyo unaweza nikaunganisha hapa, nikaunganisha na hii hapa, maybe nikaunganisha na huku, labda nikaunganisha na hapa. Japokuwa hapo unaona kama pricing kama kuna some sijui nini kama inatengeneza sifuri fulani hivi kama kimpira fulani, ina maana price bado iko active hilo eneo. Kwa hiyo hii hapa, hii hatuwezi kuihesabu kwa sababu price bado iko active hili eneo. Kwa hiyo tutahesabu zile points ambazo tayari market isha close na haipo tena. Kwa hiyo nikisha spot kwa macho, kwa kuangalia kama kwa macho hivi, nitakuja kuchukua ile horizontal line yangu, nitakuja nichukue, then nitaiweka hii eneo. Sasa huu mstari wa horizontal unaweza kubadilisha color unavyotaka wewe. Kwa mfano kama hapa naweza nikaweka setting ambayo unahitaji. Color nikaweka size ambayo unahitaji ukawa mdogo, ama nikauongeza size zaidi, ama nikaweka color ambayo unafanya nini nahitaji. Mimi sasa hivi nimeweka color hii, sio ni rangi gani, blue I think. Then naweza nikaubadilisha ukawa rangi nyingine ninavyotaka mimi, ama nikaweka ikawa which color, maybe ikawa rangi fulani. Kwa hiyo huu mstari wa horizontal unaweza ukaweka vyovyote vile ambavyo unataka wewe. Tuache kama ilivyokuwa kwenye nini, kama blue hivyo. Maana yake ni nini? Nimeconnect huu mstari wa kwanza ambao ni week ya kwanza ambao ni hii hapa, this area, nika connect na sehemu nyingine. Tusogeze tena, ni wapi? Tusogeze hapa. Maana yake nikija ili eneo nitasema nimeconnect hapa, hii sehemu nimeconnect hapa, kuna hii sehemu nimeconnect. Maana yake huku price bado haijafanya nini, haijafika, na tunaona price bado iko hapa, iko active. Kwa hiyo huu mstari wangu ni mstari wa nini, wa support. Maana yake katika support ndio sehemu ambayo ni ya kubai. Entries za kubai zinapatikana eneo la support. Sasa kazi yangu itakuwa ni kutafuta eneo jingine la nini, la resistance, kwamba resistance nitaipata wapi. Nitakuja tena nichukue mstari wangu ni uclick, then nianze kuspot eneo la support and resistance. Maybe naweza nikaweka nitaangalia niweke wapi ambako mstari unakubali pointi mbili. Let's say tuweke sehemu hii, tuangalie utakubali ama utakataa. Unaona tayari mpaka hapo imekubali. Nitakuonyesha point ambazo nimeweka. Nimechukua point hii hapa, lakini kuna point nyingine nimeiona hii hapa. Unaona point nyingine, maana yake ni 3 point ama I mean 2
or more points. Kwa hiyo hata kama utapata point nyingi zaidi na zaidi, sasa kama hii tutakapo switch kwenye eneo kwenda kwenye candlestick, tutakuja kuona je, ile candlestick imepita moja kwa moja ama haijapita. Kama ile bodi haijapita, maana yake tunakuwa mstari wetu uko accurate, lakini mpaka sasa hivi jinsi ulivyo uko accurate kwa sababu kuna point 2 ama zaidi zishakuwa zimegusa. Hata ukiangalia na hapa na penye point hizo zimefanya nini? Zimegusa. Sasa kuna mwingine anaweza akajiuliza, je, huko juu ambako tunaona kama huku panakuaje? Kama unachora mistari kwa ajili ya kujifunza, unaweza ukachora support and resistance kwa wingi zaidi na isiwe shida. Kwa mfano nikaweka mwingine, nikachukua hii point hapa, nikachukua na point hapa, nikachora mistari ya support and resistance kwa wingi zaidi. Lakini kama ningekuwa nachora kwa ajili ya kufanyia analysis, mimi mistari yangu miwili ilikuwa tayari ilikuwa ishanipatia entry. Yaani huu hapa ambao ni wa resistance ambao nimeuchora resistance, na huu hapa wa support ulikuwa ishanipatia entry. Safi. Kivipi? Kuna mtu ambaye kidogo ameshapata concept ya support na resistance, kama hapa price ilipo na jinsi tulivyochora hii mstari yetu, huu wa kwanza na huu wa pili. Naomba kwanza tu switch chart yetu tuipeleke katika candlestick. Tuipeleke katika candlestick. Si kama naeleweka vizuri, lakini I'm very sure naeleweka. Unaweza ukaona tumeswitch katika candlestick. Sasa ukisha switch katika candlestick unakuja kuangalia, je, mstari yangu ambao nimechora iko vizuri? Unaona hii eneo ambayo imepenya kama hivi, unaona candlestick zimepenya hapa, zisikupe wasiwasi. Hii ni jambo la kawaida kwa sababu huu ni mstari mnyoofu. Kwa hiyo candlestick zinavyochoma pale haziwezi kuwa kwamba zote zimenyooka kama rula, hapana. Price iko randomly, kwa hiyo haziwezi kuwa zimefanya nini, zote zimefanana. Lakini ukiangalia kwa picha ya kawaida hapa, unaweza ukaona kwamba price ili ni eneo ambalo lilikuwa inaonyesha kuwa nini, kuwa strong. Unaona price ilivyokuja hapa ikageuka ikabai, ilivyokuja ili eneo ikapenya ikafanya nini, ikabai. Ilivyokuja hapa ikafanya same thing, japokuwa huku hajafanya nini, price hajagusa huu mstari. Lakini tunaona kwamba sehemu ambako mstari tupo sasa hivi, kama ni mtu ungekuwa unafanya sasa analysis kwa kutumia support and resistance, unaona kwamba hii pia inaelekea wapi? Inaelekea kwenye support yetu. Huku kwenye resistance ishafanya nini? Imeshatoka. Je, ni kitu gani hapa ambacho kinaenda kutokea? Kama ungekuwa unatumia hii support na resistance, ni kitu gani ambacho ungeweza kutokea hapa? Kwa kutumia, kama umeelewa. Kwa mtu ambaye ni mgeni, hajawahi kufanya forex trading, ndo mara yake ya kwanza, anaweza kutusaidia kujibu hii question? Kwa wewe ambaye tayari ushaanza kutrade na vitu kama hivyo, hem, kwanza kausha kidogo. Kwa wale ambao ni wageni, ndo mara yako ya kwanza kujifunza hata darasani, nataka kama umeelewa hapo, ni kitu gani ambacho unaweza uka expect kama ingekuwa ni kutumia technical analysis? Nadhani binafsi hapo baada ya hapo, ina maana ungegusa mstari wa support ningebuy. Ndo mara yako ya kwanza kufanya au umecheat? No, mara ya kwanza. Yeah. Sasa hii ni kutokana na nini? Na support and resistance, kwamba brother hapa ametuambia kwamba yeye angesubiri mstari ukaguswa huo then akafanya nini? Akabai. Sasa hapa tulikuwa tunachora, usije ukachukulia kwamba tumechora labda kwa ajili ya nasi. Hapa tumechora kwa ajili ya kujifunza na kuonyesha namna ya kuchora support and resistance. But the price, kama price ingekuwa iko hapa, kwa mfano hii hapa isingekuwepo, labda ingekuja ikawa imepanda ikawa hapa, maana yake ni nini? Huu mstari wetu ambao sasa hivi ni resistance ungeweza kubadilika ukawa nini? Support, kwa sababu price iko juu. Ina maana resistance yetu ingeenda kuwa hii hapa ya juu. Maana yake kama price ingekuwa imetouch hapa ikaja huku, tungesubiri sasa price kugusa hapa then ikarudi wapi? Ikarudi eneo la chini. Sasa hizi support na resistance tunazichora kwa sababu ya kufuata technical analysis. But kama ingekuwa ni Nasdaq ama ingekuwa ni gold una trade na unaona price imefika ili eneo imegusa, ikatokea kuna taarifa fulani ikaja kwamba price ni ya kusell, siwezi kusema kwa sababu price imegusa support hapa mimi nitabuy, hata kama fundamental zinakwambia ni kusell. Hapana, kwa sababu price ina react from fundamental. Taarifa zilizopo ndo zina influence price iende eneo gani. Kwa zile price kama itakuwepo labda ikatoka
mstari umegusa hapa, labda imegusa support yako na ikatoka taarifa inakuonyesha ni muda wa kusell, ama news yoyote ikatoka, labda Donald Trump akazungumza kitu fulani fulani, kikawa ukakifahamu kwamba sasa hivi hii taarifa ilivyo inaashiria gold inaenda kusell, siwezi kuendelea kubuy hapa kwa sababu tu eti nimeona support and nini and resistance. Ndio maana tunakwambia technical analysis you should connect with the fundamental analysis. Hapo matokeo unayoenda kuyapata hayawezi kuwa sawa na mtu ambaye anatumia technical analysis peke yake. Na nawashauri sana, ondoa miemko, ondoa haraka haraka zile, tumia hizi njia zote mbili uzielewe. Ndio maana hapo unaona na nafundisha kwa undani kidogo ili kuweza kuelewa, japokuwa bado hatujaanza kujifunza zile technique ambazo ziko based moja kwa moja kwamba hii ni technique ambayo unaitumia kwenye gold, hii ni technique ambayo unaitumia kwenye Nasdaq. Msingi mzuri ndio utakao tuonyesha nyumba ambayo nini ni nzuri tunaenda kujenga. Kwa hiyo naomba namna ya kuchora support and resistance, endelea kufanya practical. Unaweza ukaja hapa ukaendelea kuchora, ukachukua tu pair yote ile, ukaendelea kuchora mstari ya support and resistance, ukawa unaunganisha tu point zako kama hapa, kwa sababu wewe haufanyi kwa ajili ya analysis. Ukachukua labda hii, ukachukua mstari mwingine umeunganisha kama hivi point. Kwa hiyo ina maana unakuwa unachora just for practical, sio kwa ajili ya kufanya nini, kufanya analysis. Sasa sihitaji kwenda zaidi, lakini nahitaji hapa ni kuonyesha support and resistance zimegawanyika katika types zifuatazo. Hizi mimi sitozigusia, lakini nahitaji tu zifahamu. Kuna major and minor. Minor ambao inakuwa nini? Support and resistance. Kwa hiyo ina maana support ina major type yake na support hiyo hiyo ina minor type yake. Resistance ina minor, resistance hiyo ina nini? Ina major. Tunapozungumzia kwa mfano huu mstari wa juu, huu mstari wa chini naamini price ambako imegota mara nyingi zaidi. Imegota mara nyingi zaidi. Hii ndio tunaita ndio major support. Lakini tunapokuja huu mstari wa juu wa mwisho kabisa huu, ama tungechora mstari mwingine hapa juu, tungeita ndo nini? Ndo major resistance. Alafu hii mstari mingine ambayo tungechora kwa ndani huu, hii mingi, hii ndo tungekuwa tunaita ndo nini? Ndo minor support au minor resistance humu ndani. Japokuwa mimi nisingependa kuona mwanafunzi wangu yoyote yule anachora mistari mengi kama vile wale watu wa barabarani wanavyochora kutengeneza lami. Make sure mistari yako iwe miwili, ikizidi sana minne, umezidisha sana. 2 line au 4 line zinatosha kabisa kukufanya wewe ufanye nini? Uweze kujua kwamba hapa ni sehemu ya kubuy, hii ni sehemu ya kusell. Usichore mistari mingi ikawa mingi sana huko katikati yetu, unatafuta support and resistance. Kama unachora kwa ajili ya kujifunzia sawa, lakini kama unachora kwa ajili ya kutafuta entry ama exit point, usichore mistari zaidi ya minne. Minne it's enough, inatosha. Unaweza kuona kwa mfano kama hapa tungekuwa tunachora kwa ajili ya analysis. Huu mstari gani ambao niliongeza huu hapa, usingekuwa una maana kwetu sisi, kwa sababu tayari hii price inatuonyesha iko chini. Maana yake huu mstari ungeweza kutuongoza, na huu hapo ungeweza kufanya nini? Kutuongoza. Tungeweza kufanya hii mistari miwili ndio ikaitwa nini? Resistance, na huu ukaitwa support. Kwa hiyo huu mkatikati kuchora tena mistari mingi isingekuwa na nini? Na maana yoyote. Mistari yetu hii miwili ingeweza kutuongoza, tukapata support, tukapata resistance. Kwa hiyo nenda ufanye katika pair mbalimbali uweze kujua namna gani ya kudraw, ama unaweza ukawa una share hata kwenye group, then tukaona kwamba okay, mimi nimefanya hivi. Connect 2 weeks ama zaidi, ama 2 point ama zaidi, namna ya kudraw support ama resistance. Hapo nimeeleweka? Turudi kwenye ubao wetu. Msamahani, mimi nina swali. Asante. Swali lingine naona ushalijibu kwenye maelezo yako, maana nilitamani kujua tunachora pointi ngapi. Walau ziwepo pointi 2, 3 hadi 3 na kuendelea, nafikiri. Na kuendelea zianzie pointi ngapi? 2 or more. Yes, 2 or more. Kwa hiyo zinaweza ikawa 5, 6 hata 10. Sasa kwenye chat pale zamani, sisi tunaweza tukarudi kidogo. Uweke line. Utoe kwenye nanike, uweke kwenye line.
kwenye chat pale kuna kitu nataka unisaidie hapo, naona kama umeniacha. Sasa kwenye huo mstari unaweza ukauondoa huo uliouongeza, hiyo ibaki mitatu. Ndio, asante. Kwenye mkono wa kushoto, sijui kama kwako nako inaonekana namna hiyo. Hapa Umeona wapi? No, huku kwingine huku. Yes, hapo hapo ulipo. Hapo sasa kwenye hapa sasa support yetu iko wapi? sogelea device yako afu ongeza sauti nikusikie vizuri. Hapo support iko wapi? Ukiondoa huu upande hizi mbili zinazoonekana hapa juu. Huu upande wa pembeni huko ambako nimekuelekeza huku, nisaidie. Support zetu ziko wapi hapa? Naona unaposogeza chati. Hii mistari inakuwepo hata nikisogeza hadi mwaka ngapi huko naonyesha. Naona? Huu mstari sio kwamba unaishia screen ilipo. Hata nikisogeza hivi kama chati inavyosogeza. Unaona? Inaendelea kunionyesha. Sio kama ndo question yako imelenga hapo. Nikiendelea kusogeza huku naendelea kuona nini? Mistari inaendelea kuwepo. Okay, nishaona, asante, nishaona. Umeona? Hata kwako wewe. Sasa kuna mistari mingine, kwa mfano unayetumia trading view, kuna mstari ambao ni horizontal miwili. Kuna horizontal line na kuna horizontal lay. Horizontal lay unakuwa ni mara nyingi inatumiwa na mtu ambaye tayari ameshaelewa namna ya kudraw support and resistance. Yaani anakuwa anachora katika ile mistari, katika ile sehemu ambayo ni husika. Kwa mfano tungechora support kwa kutumia horizontal lay. Huu mstari ungekuwa unaishia hapa tu. Naomba niutofautishe, una rangi ya nyekundu mfano kama hivi. Unaona? Ina maana ningesogeza huku usingekuepo. Lakini ungekuwa katika eneo nini? Eneo ambalo ni husika. Hata nikichukua mwingine nikaweka labda hapa juu. Unaona? Unakuwa unaishia hapa ndo mwisho wake. Alafu wenyewe unaenda kwa huku. Lakini nikirudi huku unakuwa haupo. Kwa hiyo nakushauri tumia hii horizontal line, not horizontal lay. Kama una mtu ambaye anatumia trading view, hii trading view hapa, trading view. Kwa hiyo you can download it ama ukatumia tu moja kwa moja kama ni kwenye laptop without any app. Tuende kwenye kitu kingine. Nadhani brother hapo nitakuwa nimekujibu. Ndio. Hapa namna ya kudraw support and resistance utakuwa umeshanipata. Sasa tuende kwenye kitu ambacho kinaitwa break out and retest. Hizi ni concept muhimu sana kwenye forex, lazima uzifahamu, kwa sababu bila kuzifahamu hizo unaweza ukapata shida sana kwenye hata tutakapofika huko kwenye Nasdaq, kwenye gold, tunakwambia sasa price hapa imebreak ama price hapa retest, unaweza usifahamu ni kitu gani. Sasa umeshafahamu namna ya kudraw support na resistance. Tuashumu hii ni support na resistance ambao umeichora kwenye nini? Kwenye gold. Tuashumu hii ni gold. Huu mstari wako ni resistance, huu mstari wako ni support. Maana yake ni nini? Price labda let's say imeanzia hapa, imekuja hivi, imetouch hili eneo, ikashuka, ikatouch huku, ikatoboa hili eneo. Tunaposema kwamba price ulikuwa umechora resistance na umechora support yako vizuri, lakini price ilipofika katika hili eneo la resistance haijaweza kuheshimu hilo eneo. Imefanya nini? Break. Kitendo cha price break tunaita ndo nini? Ndo break out. Break out. Maana yake ile resistance sehemu ya resistance imetobolewa. Sasa price kutobolewa katika eneo la resistance ni nini? Ndo yale ambayo nilikuwa nazungumza kwamba unaweza ukakuta price labda hii ni resistance, hii ni support. Unakuta labda price imefika katika eneo la resistance na ni muda wa kusell, lakini inatokea taarifa fulani ambayo inatuonyesha ni muda wa kufanya nini? Wa kubai, kwamba labda kuna news imetoka inaashiria gold imekuwa strong, inaenda kubai. Maana yake hatuwezi kutrade hapa na kusema kwamba it's a sell na wakati gold ishatuonyesha kuna taarifa imetoka kwenye gold inatuonyesha it's a buy. Kwa it's an obvious price itafanya nini? Itautoboa huu mstari wa nini? Wa resistance, na price itaenda eneo la juu. Kwa hiyo kitendo cha hivyo price inakuwa imefanya nini? Break
hilo eneo. Lakini price inaposhuka sasa, kwanza price inapotoboa mstari wa resistance kama hivi imetoboa, huo unafahamu kwamba huu mstari ukitobolewa kwa umbali. Sasa sio, naomba ni delete hapa kwa sababu kuna wengine hapa atatafsiri vibaya. Atakuja kuchora mstari yake ya support and resistance, alafu kama hivi, alafu atakuta price labda imepanda hivi, tap, imetoboa kidogo hivi, alafu imerudi tena hivi. Hii ndo ataita hichi ndo nini? Ndo breakout. Hapana, hakikisha kama imetoboa price itoboe kweli kweli, ipande mpaka juu, uwe confirmed kwamba hapa ni eneo ambalo price imetoboa kwa ukubwa, sio eti imezidi tu kidogo kama kwenye chart tulivyoona kwamba price tu imezidi tu kidogo alafu ukaconfirm kwamba ni nini, ni breakout. Hapana, hakikisha price imezidi kwa ukubwa mrefu ndo uweze kufanya nini, kuconfirm. Na ndio maana tunashauri kwamba hizi support and resistance zitolewe katika higher time frame, ili itakapo break ile eneo na candlestick ikafunga, mfano kama umechora support and resistance katika higher time frame, let's say ya 4 hour, na price ikawa imetoboa ile resistance, ikatoboa resistance yako, maana yake kama ni 4 hour candle ikaclose nje ya nini, ya resistance, ikatengenezeka tena nyingine, maana yake unakusha fahamu kwamba hapa resistance imefanya nini, imetobolewa. Sasa hichi kitendo ambacho price imetoboa hapa tunaita ndo nini, ndo breakout. Then price ikidrop hivi ikarudi tena, hichi kitendo ambacho inarudi ndo tunaita ndo nini, retest. Kwa hiyo breakout and retest maana yake price inapovunja hii resistance, naomba niandike hapa, price inapovunja resistance, naomba nichore mstari hivi, inapovunja hii resistance, tunafahamu hii ni resistance, huu mstari automatically unabadilika kuwa nani, kuwa support, kwa sababu tunafahamu kwamba ile resistance imekuwa breaked. Maana yake price inaporudi katika eneo la chini hivi ikagusa huu mstari sio tena resistance, ni umebadilika, umekuwa nini, umekuwa support. Maana yake kama umekuwa support, entry zinazokuja kutokea hapa ni za kufanya nini, ni za kubai. Kumbuka hapa tunazungumzia habari za technical analysis. Technical analysis, labda ikitokea habari nyingine labda fundamental ndio ikakwambia kwamba huu ni muda wa kusell, maana yake price inaweza ikadrop zaidi na zaidi, lakini hapa tunazungumzia concept za technical analysis. Kwa hiyo huu mstari wa resistance unabadilika kuwa support, maana yake entry price inapo break ikaja kulitest eneo ambalo limelitest ikarudi kwenye hii resistance, ndio eneo ambalo unatengeneza entry za kufanya nini, za kubai. Kwa hiyo price inapokuja kulitest kama hivi, maana yake ili eneo ndio sehemu ya buying area, kwa sababu tayari price iko juu ya resistance na hii resistance imebadilika kuwa nini, kuwa support. Kwa hiyo kusikia kwamba breakout and retest, nadhani hii strategy mnaweza mkawa mshaisikia, mtu anakuambia mimi na trade breakout and retest peke yake. Maana yake anakuwa anaangalia vitu kama hivi kwamba nilikuwa nimechora support and resistance na price imebreak hilo eneo, kwa hiyo sasa hivi nasubiri retest ili niweze kuchukua entry husika. Kwa hiyo hii concept ina apply kote kote. Kwa mfano kama ningekuwa ni mstari mwingine tumechora, hii ni resistance, hii ni support, price imetokea huku imekuja then ikaja ikapenetrate katika eneo la support, hii hapa itakuwa ndo nini, break out. Alafu itakapokuja kulitest huku, hii ndio eneo inaitwa nini, retest. Maana yake hii support imebadilika ikawa nini, resistance. Hizi ni concept tu za overall kwenye upande wa technical analysis. Kwa hiyo as a trader inabidi uzifahamu kwamba inapotokea hivi usije ukajiuliza nafanyaje, inapotokea hivi nafanya nini, inapotokea hivi nafanyaje. Sasa kwenye upande kwa mfano kama gold, Nasdaq, hii according to our experience sisi tumeandaa kitu kinaitwa scenarios ambazo kupitia technical analysis tunaweza tukafahamu kwamba ikitokea scenario ya aina fulani Nasdaq anafanya hiki, ikitokea scenario hii US30 anafanya hivi, ikitokea scenario hii gold anafanya kitu fulani. Kwa mfano kama hapa Nasdaq akipenetrate katika eneo la support ama resistance,
sisi tunafanya hivi. Hivi vitu vyote nitakufundisha. Ni ujanja tu katika upande hasa hizi scenario, ni ujanja ambao unatokana na experience, kwa sababu umetrade muda mrefu labda Nasdaq, umetrade muda mrefu US30, unakuwa unaelewa kwamba hapa ikifanya hivi mara nyingi huwa na impact yake inakuwa hivi. Ikifanya hivi kinatokea hiki. Ikifanya hiki kinatokea hiki. Kwa hiyo kama trader ni vitu ambavyo huwezi kufahamu unless umefanya kwa muda mrefu kile kitu. Na ndio maana tunashauri trader usiwe ni mtu ambao unatapatapa. Kesho una trade gold, kesho kutwa upo mara una trade volatility index, kesho uko una trade euro USD, mara si imekuaje GBP JPY. Uwezi kuwa professional katika hilo eneo, kwa sababu hizi kila instrument unayo trade inakuwa na tabia yake, inakuwa na character, technical analysis ya kwake, kuna namna fulani ambavyo ina act, kila kitu kuna namna ambavyo ina act. Kwa hiyo wale ambao wanaweza kufocus katika vitu vichache ama instrument chache na kuziangalia kwa undani zaidi, wako katika nafasi kubwa ya kutengeneza matokeo ambayo ni nini, ni mazuri. Na kitu kibaya zaidi, unakuta traders wengi wanafanya forex kama sehemu tu ya kipato chao, lakini kwa sisi ambao tumebase kwenye kwamba forex izae pesa ya kutosha, hatuwezi kufanya kwa mzaa. Yani lazima tujitahidi kwenda deep zaidi, kwa sababu the more you go deeper, the more you find kwamba unakuwa na uwanja mkubwa wa kutengeneza nini, wa kutengeneza profit, kwa sababu hata experience yako inakuwa kubwa zaidi. Angalia hata wale watu ambao wanagusagusa kwenye biashara, unakuta leo wanauza nafaka, kesho kutwa sui nini, kesho kutwa sui hivi, kesho kutwa hivi. Mara nyingi wanaishiaga miaka inaenda na bila wabadiliki chochote. Kila siku kwao mwaka wao ni kufungua biashara mpya, mwaka wao ni kufungua biashara mpya. Kwa hiyo naomba hii tabia usiwe nayo. Yani kama ukiamua kwamba mimi na trade Nasdaq na trade na gold, hakikisha kwanza unazielewa vizuri. Haijalishi, kuna wakati mwingine unaweza ukapata hasara. Ikatokea sasa unapopata hasara usijihisi kama umefanya kitu kibaya, kwa sababu kuna wakati mwingine tunapata hasara, kuna news inatokea from nowhere, mpaka unakuja kuiwahi kwa labda kuchukua maamuzi kwenye soko, unakuta tayari umeshapata hasara. Lakini uzuri, trade zote ambazo unakuwa unazifanya unakuwa zina trade management, money management and risk management, zote unakuwa unazo. Kwa hiyo kila trade unakuwa unafahamu kama mimi nimeichukua hii trade, hata ikitokea nimepoteza trade, basi nitapoteza kiasi fulani. Ikitokea nimepata faida, basi naweza nikapata faida kiasi fulani. Kwa hiyo uwanja wa faida ni uwanja ambao kila mtu ana decide, lakini uwanja wa hasara ni uwanja ambao unabidi uwe makini sana, kwa sababu unapo mess up hiyo eneo unaweza ukapoteza kiasi cha pesa yako. Hata kwenye biashara ya kawaida, mtu ambaye anashindwa kumanage hasara zake vizuri hawezi kumudu kwenye biashara ya aina yoyote, ataondoka tu, kwa sababu mtaji wake utakuwa na megeka kila siku, mwisho wa siku anafunga duka, anaondoka. Kwa hiyo hata kwenye forex same thing, lazima kiwa applied kwamba uhakikishe una manage ile riski, utumie calculated riski. Tuendelee na upande mwingine, breakout and retest. Hapo nimeeleweka vizuri? I am sure nimeeleweka vizuri sana. Tulikuwa tumezungumza habari za nini? Sasa twende tukajifunze habari za trend. Twende kwenye trend, kwa sababu umeshaelewa support and resistance. Huku kwenye trend unaweza usipate nini? Usipate shida. Twende kwenye eneo la trend. Samahani kidogo, naomba nichukue maji. Tuendelee na darasa. Okay, tuendelee na upande wa market trend. Unaposikia hizi trend, maana yake ni nini? Kama neno trend si kwa Kiswahili tunaweza kusemaje? Yaani ni kitu ambacho kinakuwa kinaenda katika trend fulani. Hivi trend kwa Kiswahili tunaweza tukasemaje hizi? Tukatumia neno gani? Unaposema kwamba sasa hivi kitu kiko kwenye trend, tunamaanisha nini hasa? Unaweza ukaidefine kama nini kwa Kiswahili? I'm sure kila mtu anaelewa ninapozungumzia neno trend. Sasa price ina tabia ya kuwa katika mwenendo wa aina fulani, ambayo ile kama channel fulani ndio tunaita ndo nini? Ndo trend. Sasa ile trend kadiri inavyokuwa inatengenezeka inakuwa inatoa opportunity za aina fulani. Ndio maana tumeiweka kwenye upande wa nini? Components of technical analysis. Unapokuja kuelewa kwamba trend ya kitu fulani ama price imetengeneza trend ya aina fulani, unakuwa unafahamu kwamba kama imetengeneza trend hii, maana yake itaenda kutengeneza opportunity fulani. Kwa hiyo as a trader you need to understand kwamba trend of the market ni ipi.
trend of the market ni nini? Labda trend ya Nasdaq ni ipi? Trend ni kama mwenendo amesema hapa, kwa mwenendo labda wa price, kwamba price iko katika mwenendo wa aina fulani. Sasa hii trend imegawanyika, ina types zake. Twende tukazione hizi type, na naamini utanielewa vizuri kwa sababu umeshasoma support and resistance. Ya kwanza inaitwa up trend, namba 2 inaitwa down trend, and namba 3 inaitwa sideway or ranging. Uptrend market, downtrend market, ranging market, number 4 choppy market. Kwa hiyo tutaangalia hizi aina moja wapo kwamba za nini, za trend. Sasa kabla ya kuzifahamu trend, kuna tools kama ilivyo support and resistance, yenyewe inaitwa nini? Trend line. Trend line inatumika, inaweza ikaact kama support au resistance, ama ikaact kama support ama ikaact kama resistance. Itaenda kuonyesha, na yenyewe ni kama ni mstari fulani ambao umekaa kama wa support ama resistance. Itaenda kuonyesha namna gani inavyokuwa. Sasa tukija kwanza aina ya kwanza ambayo ni nini? Ni up trend. Tunapokuja aina ya kwanza ambayo ndo up trend, tunakuwa tunamaanisha nini? Price inatengeneza structure ya aina fulani. Price ina tabia ya kutengeneza structure ya aina fulani. Mfano, imetengeneza structure ya kupanda juu, kwamba price inapanda juu. Mfano labda hiki. Maana yake ni nini? Kwanza kabla ya kuchora, naomba nikueleweshe hapa. Tuanze na hii uptrend. Tunapozungumza kwamba market iko katika uptrend market, maana yake ni nini? Kwamba hii structure ambayo imeiform price, maana yake inatengeneza opportunity za kufanya nini? Za kubai. Kwa hiyo katika uptrend market tunatafuta opportunity za kubai peke yake. Ikiwa ni za ikiwa ni uptrend, tunatafuta opportunity za kufanya nini? Za kubai, kwa sababu price inakuwa inapanda juu, inatengeneza trend ya kupanda. Maana kama ni trend ya kupanda, hatuwezi kuangalia opportunity za kuseli, lazima tuangalie opportunity za kufanya nini? Za kubai. Kwa hiyo hata kama ikitokea Nasdaq labda iko katika trend ya kubai, Nasdaq ama gold ama US30 haziwezi kuwa katika trend ya kubai, katika trend ambayo labda ni uptrend, bila kuwa na taarifa ambazo ni nini? Ni nzuri. Yani lazima kwenye stock market ile lazima pawepo na taarifa ambazo ni nzuri. Ikiweza ni taarifa za company, ama ni taarifa za government, ama ni taarifa from central bank, ama ni taarifa ni economic datas. Kwa zile taarifa zikiwa ni nzuri zaidi, zitapush market kwenda wapi? Kwenda eneo la kufanya nini? La kubai. Kwa hiyo siku ya kwanza Nasdaq itabai, siku ya pili Nasdaq itabai, siku ya ngapi? Nasdaq itabai. I remember kipindi Donald Trump ni president, kipindi cha kwanza kile alivyokuwa bado hajachukua Biden, alikuwa ameweka sera nyingi ambazo zinazihusu stock market. Stock market was up, investor walikuwa wanafurahia, traders walikuwa wanafurahia, na everyone was happy. Kwa sababu nini? Mimi nakumbuka tulikuwa tuna njia ambayo tunaamka usiku, market inapoanza ile saa 7 usiku, saa 8, tulikuwa tuna njia moja kwamba we call it buy and sleep. Buy and sleep, yani unaamka tu without even a single analysis. Unachokiangalia tu, ukiingia tu unaingia kwenye zile sources za taarifa, unakuta labda sio wameandika sio vitu gani ambao zote hizo habari ambazo wameziandika, labda wanataka kutrade Nasdaq, zote zinahusu nini? News ambazo ni positive. Kwa hiyo unakuwa unafahamu kwamba chart it's always itaenda wapi? Itaenda juu. Kwa hiyo unaamka usiku saa 9 saa 10, unaamka you buy, una buy Nasdaq, then unaenda kupumzika. Ukiamka saa 4 asubuhi unakuta iko in very deep profit. Tukawa tunaita buy and sleep. Unapigiana tu simu kama ni trader wangapi, bwana sasa muda ushafika, just buy and sleep. Sasa hivi news zinafanya nini? Zina support. Kwa hiyo
mnacheza na ile trend ya Nasdaq kwa sababu ya nyuzi ambazo zinakuwepo. Lakini kama nyuzi zingekuwa ni mbaya kwa kipindi hicho, maana yake price ingekuwa inafanya nini? Iko katika downtrend. Downtrend maana yake price inafanya nini? Ina drop. Kama ina drop, inatengeneza sell opportunities. Sasa ingekuwa ni kwenye Nasdaq ama ikawa kwenye gold ama ikawa kwenye US30, lazima tuangalie kwamba kuna taarifa gani mbaya. Kama kipindi cha sasa hivi. Sasa hivi imekuja tariffs, zimetokea tu tariffs. Donald Trump aka-implement tariffs from nowhere, na companies zilikuwa ziko led, investor hawakuwa led, na hakuna mtu ambaye alikuwa led about tariffs. Sasa kile kitendo alichokifanya kika stimulate even other giant countries kama ilivyo China, Japan na sehemu nyingine. Kwa hiyo Asian country na wenyewe waka-implement tariffs yao kwa bidhaa ambazo zinatoka wapi? Marekani. Kwa hiyo mwisho wa siku wakajikuta ile stock market inakuwa na nini? Na taarifa nyingi mbaya. Kitu ambacho ni nini? Ni kibaya. Tutakapoenda kusoma kwenye zile fundamental mtaelewa vitu vyote hivi. Kile kitu ilivyo ikachukuliwa vibaya na nini? Na investors, companies na everyone akuwa supportive kwenye hicho kitu. Kwa hiyo kikapelekea stock market kufanya nini? Kusell. Kwa hiyo hicho kipindi chote market ilikuwa katika downtrend. Kwa hiyo ilivyokuwa ina sell kila siku, naamka leo ina sell, kesho ina sell, usingeweza kuamka afu ukaanza kufanya nini? Kubai. Ungejikuta unapata hasara. Kwa sababu nini? Market tayari iko katika nini? Iko katika downtrend. Hizo ni concept kwa kutumia technical analysis. Najihisi kama nimefundisha vitu vingi sana. Kama mtajihisi kama tuna overlearn, naomba tufahamiane, kwa sababu tufahamishiane, kwa sababu wakati mwingine inaweza kawa ni kawaida, kumbe na feed taarifa nyingi kwenye session moja. Kwa kama ukiona vitu havieleweki, tunapunguza tu kwamba leo tuishie hapa ama tutaendelea na kitu kingine kesho. Kwa hiyo tuje kwenye upande wa downtrend. Tuje kwenye upande wa uptrend. I mean, uptrend ni structure fulani ambayo inakuwa hivi, inatengeneza kama ngazi. Sasa hizi downtrend inakuwa tunaweza tukaifahamu kwa njia mojawapo. Kwanza inakuwa inatengeneza kitu kinaitwa higher highs and higher low. Wanapokuwa wanazungumza nini? Hii sehemu ya kwanza inaitwa higher high and hii ya juu inaitwa high. Kwa hiyo hii ya chini inaitwa higher low. Alafu hii ya juu inaitwa higher highs. Kwa hiyo huku tunaita higher low, huku juu tunaita higher high. Higher low, higher high. Higher low, higher high, higher low. Japokuwa hii ni njia tu ya kujifunza kama ni mwanzoni unataka, lakini hivi vitu sio kwamba utaendelea kuvitumia kama hivi. Hapana. Cha msingi inabidi ufahamu kwamba sasa hivi Nasdaq imekuwa uptrend kwa sababu gani? Sasa hivi gold imekuwa uptrend kwa sababu gani? Kwa sababu hii na hii na hii na hii na hii. Kwa hiyo hii ndio kitu ambacho inabidi ukifanya nini? Ukiweke kwenye akili yako. Manake ikiwa katika hii sehemu, ikiwa katika structure ya namna hii, tunakuja sasa kutumia hii tools ambayo ni nini? Inaitwa trend line. Tunapozungumzia habari za trend line, maana yake ni nini? Trend line ikiwa katika ni uptrend, huu mstari wa trend line tunauchora eneo la wapi? La chini, ambapo tunauchora kwa kufuata vigezo vile vile kama ulivyokuwa unachora kwenye nini? Kwenye support and resistance. Hakikisha umeconnect point mbili ama zaidi. Point hizi ziwe mbili ama zaidi. Kwa hiyo huu mstari unaitwa nini? Unaitwa trend line. Trend line unaokuonyesha. Maana yake ni nini? Kwamba price inapokuwa inatoka hili eneo, inakuja juu, inakuja kutouch tena hapa. Hii ni sehemu ya kufanya nini? Ya kubuy. Price inapanda juu tena, inashuka huku, hii ni sehemu ya kufanya nini? Ya kubuy. Inapanda tena, inashuka tena, hii ni sehemu ya kufanya nini? Ya kubuy. Kwa hiyo ikiwa market iko katika uptrend, tunaangalia opportunities za kufanya nini? Za kubuy peke yake. Ikiwa katika downtrend, tunatafuta entry za kufanya nini? Za kusell peke yake. Tuje kwenye downtrend. Tuje kwenye eneo jingine la downtrend. Downtrend price inakuwa kama hivi, inashuka. Inakuwa inashuka, inatengeneza ngazi za kufanya nini? Za kushuka, ambapo yenyewe inatengeneza kitu kinaitwa, hii inaitwa
lower high, afu inaitwa lower low. Kwa hiyo lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Maana yake price inakuwa inafanya nini? Inashuka chini. Kwa hiyo trend line kwenye upande wa downtrend tunauchora mstari kwenye eneo la wapi? La juu. Kumbuka katika uptrend tulikuwa tunauchora eneo la wapi? La chini, kwamba tunachora trend line inakaa chini. Lakini katika downtrend hii trend line inakaa eneo la wapi? La chini. Kesho nadhani nitashare kwenye grupu ni pair gani ambazo trend line iko hivi. Hapa nataka tumalizie hiki sehemu kwa hizi masaa yaliyobaki. Afu then kwa hiyo utaenda utafanya practical. Nitakapokuwa nimekuonyesha ni pair gani ambazo zina uptrend na downtrend, basi you can do hizi practical ukaona okay, kumbe uptrend inakuwa hivi, downtrend inakuwa aina fulani. Sasa huu mstari hii ni uptrend, hii ni downtrend. Huu mstari wa trend line unaweza ukaact kama support ama ukaact kama resistance. How? Ukiwa katika downtrend, ikiwa katika downtrend, huu mstari una act kama resistance. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaona kwenye resistance tunatengeneza opportunity za kusell. Lakini ukiwa katika uptrend, huu mstari una act kama support. Kwa sababu gani? Kwenye uptrend market inatengeneza opportunity za kubuy, which is hata kwenye support tuna buy, kwenye resistance tuna sell. Kwa hiyo trend line inaweza ikaact kama support ama trend line ikaact kama resistance. Amba nikuonyeshe wakati mwingine, nataka nikuonyeshe trend kidogo kama tunaweza tukapata hapa. Sitaki nipoteze muda sana, lakini nataka nikuonyeshe hapa kwenye upande wa trend. Unaona hapa kuna trend wameandika, unaona hii hapa wameandikwa trend line. Kwa hiyo ingekuwa kwa mfano kama hili eneo labda ndo uptrend, tungeuchora hivi. Huu mstari ni kama ni mstari mlalo fulani hivi, haujanyoka kama ulivyo kwenye nini, kwenye resistance and support. Kwa hiyo unaweza ukaudraw uko katika mlazo wa namna hii hapa. Twende tukaangalie aina nyingine zifuatazo, hizi za ranging market. Ranging market ama sideway. Inakuwaje? Ni kama ile sideway ni ile ambayo tumeichora ambayo ni support and resistance, kwamba hii resistance support. Kwa hiyo price katika ranging maana yake inakuwa price inacheza ndani ya nini? Ndani ya support and resistance. Ukishaona price iko hivi, maana yake ni nini? Eneo la juu tuna sell, eneo la chini tuna buy. Sell, buy, sell, buy. Hii ni concept kwenye upande wa technical analysis ambao nakupa, then tutakapoenda kwenye kutrade labda gold ama kufanya analysis kwenye labda US30, ili uwe na msingi ambao nini ni mzuri. Tunapokuja eneo jingine tunasema choppy market. Ukikuta sehemu inakwambia choppy market, hizo ni sehemu ambazo utakiwi kufanya nini? Utakiwi kutrade. Unaweza kukuta labda market ilikuwa katika labda ranging market, labda price inatembea tu vizuri hivi, alafu ikatokea ikaanza kutengeneza kama zigzag fulani. Sasa kile sehemu ambacho price inatengeneza kama zigzag ndo tunaita ndo sehemu ambayo ni nini? Ni choppy market. Kwa katika eneo la choppy market, do not trade. Ukishaona kwamba price imekuwa choppy, usitrade. Mara nyingi choppy market inatengenezeka kwa sababu ya nini? Unakuta labda kuna public holiday. Kwa mfano labda kuna ile Halloween holiday, unakuta siku hiyo investor bank ziko closed na kila kitu, public holiday ziko closed. Kwa hiyo hii siku ni market inakuwa niko kama closed, iko haitembei, hakuna decision makers ama drivers wanakuwa hawapo. Kwa hiyo ukienda kwenye chart ya Nasdaq unaikuta iko very lazy, inaonyesha ina sell, ina buy, yani haitengeneza opportunities zinazoeleweka. Kwa hiyo market inatengeneza nini? Choppy market. Kwa hiyo ukiona kitu kama cha namna hii, hakikisha una stay out of the market. Choppy market inatengenezeka mara nyingi public holiday, au wakati mwingine unakuta market imebai kwa muda mrefu, sasa inatokea kama kipindi fulani ina cool, sasa
inakuwa inajiandaa labda kuendelea kubai ama kuendelea kusell, inatengeneza choppy market. Kwa hiyo mtu akikwambia market iko choppy, do not trade hizo sehemu, kwa sababu haziwezi kudefine entry area wala exit area, inakuwa iko zigzag. Kwa hiyo ni kipindi ambacho as a trader unatakiwa ukae ukae nje ya soko. Mwalimu samani, Yes. hapa tumeangalia kuhusiana na ranging market kwamba ranging market yenyewe haiwezi ikatengeneza breakout na retest, si ndio? Ranging market sasa ndio maana nimekufundisha kwenye upande wa breakout and retest. Inaweza ikawa ni kweli ilikuwa labda ilikuwa ni ranging market, sawa, but ikaja ikatokea breakout and retest, ikavunja ile kama ilikuwa ni support ama ni resistance. Kwa hiyo hata kwenye ranging market inaweza ikatokea breakout, afu then price ikafanya ikaretest, ikaendelea na kitu kingine. Kwa hiyo maana yake imetoka labda kama ilikuwa ni uptrend, imetoka huko ikaenda kwenye kwenye downtrend. Hata tunapoenda kwenye labda ikiwa ni market iko katika uptrend, mfano price ilikuwa hivi inapanda hivi juu, ukawa umedraw mstari wako vizuri, alafu price inaweza ikafika ikaja ikafanya ikadrop, ikavunja hii trend line yako. Sasa itakapovunja hii trend line, maana yake tunasema uptrend is uptrend is over. Sasa hivi kinachofuata tunasubiri market iretest, alafu iende kutengeneza downtrend. Kwa hiyo kama ulikuwa unatafuta opportunities za kubai kwenye downtrend, by the time hii uptrend ikivunjwa, ndo tunasema sasa hii ndo breakout. Ndio maana tunasema kwamba nimekufundisha hapa kwamba trend line inaweza ikaakti kama support ama resistance, inaweza ikavunjwa vile vile kama support inavyovunjwa, ama ikavunjwa vile vile kama resistance inavyovunjwa. Kwa hiyo ikitokea kwamba umechora resistance yako, trend line yako kwenye uptrend, lakini ukaona price ikadrop, ikavunja hii trend line, unasubiri na retest, then unaposha ufahamu kwamba hapa uptrend is over. Tunachoanza kuangalia ni kuhusiana na signals za kufanya za kusell, kwa sababu downtrend imeanza tena. Hapo ni kipindi ambacho imefanya imeanza. Nimeeleweka vizuri? Sijui kama brother nimekujibu. Kwa hiyo kwenye range market pia hapa price inaweza ikavunja pia, lakini kama bado inacheza katika zile support na resistance, wewe inakuwa ni njia mojawapo ya kufahamu kwamba hapa naweza nikabuy, hapa nikasell. Kwa mfano kama iko hivi na haijaonyesha kuvunja, kama ikifika hapa basi you can buy, panda tena you can sell. Unapoona price imevunja, basi unasubiri sasa, hii inakuwa tayari ishakuwa ni break out and retest. Sasa unasubiri labda break afu retest ndio uingie. Usije ukasubiri ukaona market ikavunja alafu then uka confirm sasa moja kwa moja kwamba hapa natakiwa ni sell. Hapana, subiri kwanza market ifanye retest. Itakapo retest ikarudi kwenye hii mstari wako ambao mwanzoni ilikuwa ni support, imebadilika ikawa resistance, ndio unaweza kufanya kusell katika hilo eneo. Japokuwa kwetu sisi ama watu ambao tuko darasani hapa hatufanyi maamuzi from hizi technical tu peke yake, tunahitaji kuconnect na fundamental kwamba inatuonyesha nini. Wakati mwingine inaweza ikarudi kulitest hapa, lakini ikawa supported kwamba kuna news ambayo inaashiria kufanya kubai. Kwa hiyo eneo ambalo ulitakiwa ubai technically, eneo hilo likabadilika ikawa ni eneo ambalo technically ulitakiwa kusell likabadilika ukawa ni eneo la kubai kutokea fundamental. Ndio maana tunahitaji kuziconnect vizuri, technical analysis plus fundamental analysis. Nimeeleweka vizuri hapo bro? Ya, nimekupata. Any question? Any question? Kwanza darasa limeendaje? Naomba nipewe mrejesho, darasa limekuwaje kwa siku ya leo? Nimeeleweka vizuri?